Tarehe 5 Septemba mwaka 77 hiki chombo cha Voyager 1 kinaitwa Voyager 1 kiliondoka duniani kikatumwa kwenda angani kwa ajili ya kuzisoma sayari ya Jupiter pamoja na Saturn. Na mission ilikuwa imekadiriwa kuchukua muda wa miaka 5. Sasa kikaondoka duniani kwa kasi ya ajabu sana, kasi ya karibu kilomita 17 kwa sekunde moja, ambayo ni sawa na kilomita 61,000 kwa saa moja. Yaani ukiangalia kasi ya pikipiki ile speed 120 au kasi ya gari au kasi ya ndege ambayo ni yenyewe ni karibia kilomita 900 kwa saa, speed ya ndege hiyo. Sasa hiki chombo cha Voyager 1 kiliondoka kwa speed ya kilomita 61,000 kwa saa moja. Kwa hiyo ilikuwa ni kasi ya ajabu. Kikaondoka duniani, kikaondoka mwaka 77, 78, mwaka 79 kikafanikiwa kupita kwenye anga la sayari ya kimefanikiwa kukaribia sayari ya Jupiter. Kikafika mpaka kwenye kimo cha kilomita zaidi ya 300 hivi kutoka kwenye mawingu ya sayari ya Jupiter. Kikapita pale kikapata boost ya kuelekea kuendelea na safari kuelekea kwenye sayari inayofuata, yani ya Saturn. Okay, kikaondoka kikaendelea na safari kwa kasi ile ile ajabu. Mwaka 79 kilipita kwenye sayari ya Jupiter, kikaendelea na safari. Mwaka mmoja baadaye kikawa kimefanikiwa kuifikia sayari ya Saturn, Saturn. Okay. Kikafanya observation, baada ya hapo kikaendelea na safari tena kuelekea mbele. Kikaendelea na safari. Mwaka 80 hiyo, 81, 82, 83 kikaendelea na safari. Kwa miaka hiyo yote 85 mpaka mwaka 90, 91, 92, 90 mpaka mwaka 2000, 2001 kipo tu safarini. Yaani hakuna kupumzika. Okay. Mwaka 2012 kilikuwa kimefanikiwa kutoka nje ya mfumo wa jua. Kilikuwa kimeingia kwenye sehemu inaitwa interstellar space. Interstellar space maana yake ni sehemu ambapo mfumo wa jua unaishia. Kwa kisha tuko ndani ile solar system ile. Maana yake jua na zile sayari zote ambazo zinaizunguka. Ukishaenda beyond hapo, unaanza sehemu inaitwa interstellar space. Sasa hiki chombo cha Voyager 1 kilikuwa kimefanikiwa kufika kwenye hiyo interstellar space. Maana kimevuka sasa solar system na kinaingia sehemu ya mbali kabisa kwenye anga la nje. Okay. Kikaendelea na safari. Hiyo 2012 kikafanikiwa kupita hapo. Kwa 2013, 14, 15, 16, 17, 18 kwa kipo safarini kuelekea huko nje ya dunia. Mpaka sasa hivi 2026 baada Voyager 1 ipo safarini kwa kasi ile ile ya kilomita 17 kwa sekunde moja au kilomita 61,000 kwa sekunde. Kwa saa moja. Sasa mpaka sasa hivi hiki chombo kimeshafikia au kimeshakava umbali kiasi gani? Mpaka sasa hivi tunapozungumza mwaka 2026 hiki chombo cha Voyager 1 kimeshasafiri umbali wa kilomita bilioni 25.5. Bilioni 25.5. Lakini cha kushangaza, pamoja na umbali huu wa ajabu, bado hakijakaribia hata 1% kuifikia nyota iliyopo karibu. Tunaziona nyota ziko angani, lakini ndugu yangu zipo mbali vibaya mno. Yaani hata ile nyota ambayo ipo karibu, ambayo inaitwa Proxima Centauri, ile nyota ya Proxima Centauri ambayo ipo umbali wa miaka 4 ya mwanga. Nitaelezea maana ya hiki kizuo cha umbali. Maana yake ni zaidi ya trilioni 4 kilometers. Sasa kwa kasi hii ambayo Voyager 1 inaenda nayo, ili kuifikia hiyo nyota ya Proxima Centauri ambayo ndo nyota iliyopo karibu, umeona, inabidi hiki chombo kiendelee kusafiri kwa muda wa miaka 70,000. Zaidi ya miaka 70,000, takriban miaka 73,000 ndio kitaweza kuikaribia au kuifikia hii nyota ya Proxima Centauri. Umeona? Kwa hiyo maana tangu mwaka 77 chombo kilipoondoka, maana ni kama kuifikia nyota hii ya Proxima Centauri kimesha cover kama 0.0, yani 0.01 ya umbali uliopo kati ya dunia yetu na hii nyota ya Proxima Centauri ambayo ndio nyota iliyopo karibu zaidi. Umeona? Kwa ni mambo ya ajabu sana. Sasa hii Voyager 1 imebeba nini ndani? Voyager 1 unajua wakati inaondoka duniani wanasayansi wakasema kwamba hiki chombo kinapoondoka kinaelekea huko kwenye anga za nje, hatujui
kitasafiri kwa muda wa miaka mingapi, hakijui huko kinakokwenda kitakutana nini, kitakutana na viumbe vingine au civilization au aliens au vyote au viumbe vingine. Kwa hiyo wakawa wameweka mle package ili kitakapokutwa huko na viumbe wengine huko nje ya dunia, ili waweze kujua kwamba hii kitu kimetoka wapi na kina nini. Sasa katika ndani ya Voyager 1 wanasayansi waliweka salamu kwa lugha 55 za duniani. Salamu kwa lugha 55 za duniani. Na salamu hizo ni ujumbe, of course ni ujumbe kwamba hello, we are the children from Earth, from planet Earth, peace be upon you, yani jumbe za amani, ili hivyo viumbe watakapokutana hiyo Voyager 1, watakapofungua na kukuta zile jumbe kusema hapa kuna watu wametoka, kuna viumbe wengine wako duniani, kuna wanadamu wako duniani kule na vile. Lakini pia ndani ya hiyo Voyager 1 ukiachana hizo jumbe na salamu, kuna sounds za viumbe kutoka kwa duniani. Sounds. Kwa mambo kuna sauti za ndege, kuna sauti za samaki, kuna sauti za watu, watoto, kuna sauti za mawimbi ya bahari, kuna sauti za viwanda, kuna sauti za aina mbalimbali ndani ya hiyo Voyager 1. Lakini pia kuna muziki, wameweka mle aina mbalimbali za muziki. Lakini pia kulikuwa na salamu za rais wa Marekani wa kipindi hicho pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kipindi hicho. Okay, kwa mambo kama hayo yamo ndani ya Voyager 1 ambayo bado inaendelea na safari kuelekea huko anga za nje. Umeona? Kwa hiyo ni jambo ambalo ni interesting kwa mwanadamu kuunda chombo ambacho kimevunja rekodi ya umbali wa kutisha kutoka duniani. Kwa hiyo ni Voyager 1, japokuwa ina pacha yake mwingine ni Voyager 2. Voyager 2 yenyewe iko safarini, iko nyuma yake. Kwa hiyo ziliondoka kwa kufuatana. Kwa hiyo Voyager 1 yenyewe iliingia interstellar space mwaka 2012, lakini Voyager 2 iliingia kitu kama mwaka 2018, 19. Kwa hiyo hao ndio maajabu ambayo mwanadamu anaweza kuyafanya hivyo. Kwa nashukuru sana, subscribe, tuendelee kujifunza mambo mengine kuhusu anga. Katika video ijayo tunaenda kujadiliana kuhusu jua, na tujue kwamba jua liko namna gani, vipi, na mambo mengi tunajifunza kuhusu jua. Asante sana.